Mpendwa unayenitazama, unapoamka omba. Kwa nini? Vita vilipopiganwa mbinguni kati ya shetani na Yesu, shetani alishindwa, na katika udanganyifu wake alikuwa amedanganya theluthi ya malaika. Na unaposikia theluthi ya malaika, usidhani ni kundi dogo, ni zaidi ya wanadamu waliopo duniani. Hiyo theluthi ya malaika iliyotupwa duniani ni zaidi ya wanadamu, na mwanadamu mmoja anaweza akawa anawindwa na mapepo zaidi ya 2,000 kwa mtu mmoja. Nini ninachotaka kukisema? Shetani na malaika zake walitupwa kutoka mbinguni, na hao malaika ambao ninazungumza ndiyo haya mapepo, majini. Na haya mapepo na majini yapo kwa ajili ya kuwinda wanadamu. Na wengine wanadhani kwamba mapepo ni yale tu yanayomgaragaza mtu. Kuna pepo la uzinzi, kuna pepo la uongo, kuna pepo la usingizi, kuna pepo la uvivu, kuna mapepo mengi. Na kwenye kampuni yao walitengeneza mwanadamu mmoja anaweza kuwa anafuatiwa na mapepo zaidi ya 2,000. Na hayo mapepo lengo kubwa ni kudhoofisha akili ya mwanadamu kumwelekea Mungu na kumwelekea shetani, kudhoofisha akili ya mwanadamu kuelekea mambo matakatifu na kuelekea mambo ya anasa ya dunia. Kwa hiyo kwenye kila pande, kila sehemu yapo mapepo ambayo yanakuwinda. Kuna mapepo ambayo yapo maalum kwa ajili ya kutengeneza magonjwa. Kuna mapepo maalum kwa ajili ya kukudanganya wewe usimjue Mungu. Kuna mapepo ambayo yapo kwa ajili ya kutengeneza mafundisho ya uongo. Ndio maana hata leo naona kuna manabii wa uongo na wanatenda maajabu, naweza wakadhani kweli ni Mungu, lakini ni mapepo yameandaliwa. Yaani yale mapepo yanachokitenda ni kwamba kunakuwa na mtumishi wa shetani, halafu yale mapepo yanaigiza, yanawaingia wale wafuasi wake, halafu yule mtumishi wao, maana si wanazungumza, akitamka neno moja tu yanawatoka wale watu walioingia kwao. Sasa hii ni hatari. Kwa nini unapoamka uombe? Ni kwa sababu mbele yako kuna mapepo ya namna nyingi ambayo yameandaliwa kwa ajili ya kukudanganya. Kuna mapepo ya namna nyingi ambayo yameandaliwa kukudhuru wewe. Kuna mapepo mengi ambayo yameandaliwa kwa ajili ya kukufanya wewe upoteze kusudi la wewe kuwepo duniani.